Na kwingineko, serikali imefutilia mbali uwezekano wa kuongeza gharama ya umeme kufuatia malalamishi ya wananchi na wadau. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema ada za sasa za umeme zitadumishwa isipokuwa ikiwa zitabadilishwa kupitia taratibu za kisheria kuambatana na sheria ya Kawi. Wandayi anasema uamuzi huo uliafikiwa kufuatia mashauriano na wadau wa sekta ya Kawi. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, kampuni ya umeme Kenya Power iliwasilisha ombi kwa halmashauri ya kudhibiti Kawi ikitaka ada za umeme zifanyiwe mabadiliko kwa kipindi cha kati ya mwaka 2026 na mwaka 2029. Kampuni hiyo ilitaja kutodhibitika kwa malipo ya kila mwezi ya bili za umeme kutokana na ada za mafuta, misukasuko kwenye soko la ubadilishaji fedha za kigeni na ada nyingine kama sababu ya kupendekeza nyongeza hiyo. Kampuni ya Kenya Power ilisema mabadiliko ya ada hizo yalihitajika ili kupiga jeki uwekezaji kwenye mtandao wa umeme humu nchini na kuhakikisha huduma za kuaminika za umeme. Hata hivyo, pendekezo hilo lilivutia malalamishi mengi kutoka kwa wadau wakiwemo watengenezaji bidhaa na watoaji huduma waliotahadharisha kwamba hatua hiyo ingeongeza bei ya bidhaa na huduma muhimu. The Retail Electricity Tariff Review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Serikali leo ilionekana kusalimu amri ikitangaza gharama ya umeme haitaongezwa kama sehemu ya kuwakinga Wakenya kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. This decision reflects the need to buttress a sustainable energy sector while protecting households, businesses and industries from possible cost escalation. Any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesema ada za rejareja za umeme zitasalia jinsi zilivyo, huku akiwahakikishia wateja na wafanyabiashara kwamba serikali imeweka mikakati ya kudhibiti huduma hizo. Trevor Ngendo, Darubini.